Mambo vipi mtazamaji? Karibu sana kwenye exclusive interview. Leo niko na Dr. Sule hapa. Kwa wale ambao wamekuwa mkipenda sana mmoja na Dr. Sule, kama mnakiuliza bwana, mbona Dr. Sule hatuoni kufanya naye interview? Final leo niko naye hapa tutafanya naye interview. Last interview tulizungumza mambo mengi sana ikiwemo kuhusu namna gani ambavyo ndoto, majini, mizimu na vitu vingi sana, na bahati nzuri sana alitoa elimu nzuri ambayo watu wengi waliweza kuifurahia. Na leo niko naye hapa tutazungumza machache pia na mengine mengi ambayo Dr. Sule amekuwa akituambia. Dr. Kwema. Alhamdulillah, namshukuru Muumba. Niko salama. Mambo yanasemaje? Mambo mazuri. Nisafiri kidogo kwenda kutembelea jirani zetu, lakini niko tena Tanzania. Sawa kabisa. Naam. Kwanza nikupongeze, umekuwa sio dokta ambaye upo tu hapa Dar es Salaam, umekuwa ukizunguka maeneo mengi sana mikoani huko, nchi zingine upo kienda, kwa maana kupanua wigo pia. Pengine hasa mapokezi ya watu nakokona safiri pengine kwa ambao sisi hatufiki huko. Yako vipi hasa, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia mtandao tunakuhitaji sana bwana, njoo na sehemu fulani, hasa imekuwaje hasa huko? Mapokezi ni mazuri. Mapokezi ni mazuri, na Waswahili wanasema ukionja asali lazima utamaliza buyo. Kujua kwamba mapokezi nje ya Dar es Salaam na nje ya Tanzania ni mazuri ni ziara zangu na safari zangu za mara kwa mara kwenda nje ya nchi, kwa sababu na kwenda zaidi ya mara 20 kwa mwaka nje ya nchi. Kwa hiyo ni matokeo mazuri ya ziara, lakini sio tu matokeo mazuri ya ziara, matokeo mazuri ya huduma ambazo tumekuwa tukizifanya. Hivi karibuni nilikuwa nchini Kenya kule mjini Mombasa, ambako nilikaa kwa muda wa siku kadhaa, lakini pia nilipata fursa ya kufanya darasa ya kina mama pale katika eneo la Kilifi County iliyopo Mombasa kule Coast, na darasa ilikuwa nzuri sana. Kina mama wamefaidika, kina baba wamefaidika. Kwa hiyo niseme mapokezi ni mazuri sana. Naam. Kuna kitu ambacho ulikuwa ukizungumza, nikasema kwamba lazima nitakuita pembeni pia tuweze kuzungumza kidogo, na hata kwa uchache, lakini kuna mtu anayeamini kwamba unapozungumzia mambo ya Ud, kuna wale ambao wanaamini kwamba ni vitu ambavyo vinasaidia, vinaleta baba neema katika familia na vitu vingi kama hivyo. Kuna wale ambao wanaamini kwamba ni mambo ya shirki. Kwa nini kwa na mkanganyiko hasa katika masuala haya tuzima Ud na vitu vingi kama hivyo? Na wewe pia ambaye pia umeileta hasa itamsaidia vipi hasa binadamu ambaye pengine imani yake ilikuwa ni haba pia katika hili? Mkanganyo ni lazima. Mkanganyo unakuja kwa sababu ya thinking capacity. Unajua wanadamu tumetofautiana thinking capacity. Wanadamu tumetofautiana uwezo wa kufikiri. Wanadamu tumetofautiana uwezo wa kuyatambua mambo. Ndio maana darasa moja lenye wanafunzi 60 kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 au la 6 kwa mtaala wa sasa wa elimu ulivyo, utagundua kuna anayetoka namba 1, kuna anayetoka namba 2, kuna anayetoka namba 3, na anayeshika mkia anazungusha. Wakati wote walikaa darasa moja, walikuwa na walimu wale wale, walifundishwa na walimu wale wale, mazingira yale yale, lakini kuna wengine wanafaulu, kuna wengine wanafeli. Kwa nini? Uwezo wa kufikiri na kuyatambua na kuyachambua mambo. Kwa hiyo kinachofanya watu wengine waseme hiki kinafaa, hiki hakifai, ni utambuzi wa mambo. Umenielewa sawa sawa? Sasa huwezi kuzuia, hiyo ni nature, ni kanuni ya maumbile ya Mwenyezi Mungu kuwa na mitazamo tofauti katika jambo, hata kama lina manufaa. Yani hakuna jambo linakubalika na watu wote, wala hakuna jambo linalokataliwa na watu wote. Duniani hiyo Mungu hajaumba. Yani huwezi kuniletea kitu chochote useme wanadamu wanakikubali. Usafiri si kitu cha thamani. Kila mtu anataka gari. Kuna watu duniani hawataki hata kuisikia gari, hata kuipanda hataki. Yani kwa ni gari 100 nini? Gari 100 nini? Umenielewa? Kwa hiyo inategemea, sio kila kitu kitapendwa na watu wote au kukubaliwa na watu wote, na sio kila kitu kitakataliwa na watu wote au kuchukiwa na watu wote. Kwa hiyo kimsingi wanadamu tulivyoumba tumetofautiana uwezo wa kufikiri na kuyatambua na kuyachambua mambo. Lakini udi huu ni moja kati ya kitu muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Hasa watu ambao wanasaidiwa. Sio tu udi wowote, udi huu. Yani mnaumaanisha huu udi huu, na umaanisha huu. Sio udi wowote, na umaanisha huu udi unaoitwa hasad gad. Huu udi ni udi wa aina yake sana, ambao ni tofauti na udi waliouzoea watu wengi. Udi huu una sifa kubwa kama 5 hivi. Ya kwanza ni kinga. Udi huu una kinga nyumba zinazoingiwa na washirikina. Unauchukua tu udi unauweka. Kuna utaratibu tunakuelekeza vizuri, unachanganya na chumvi ya mawe,
haingii mshirikina katika nyumba yako wala mchawi, tunakuelekeza. Lakini udi huu unasafisha mikosi, nuksi, vifungo na mabalaa. Udi huu unafanya hivyo, na njia ya kuutumia ni kuoga tu. Njiti 7 unazivunja vunja, unazifikicha, pukuchua unaziweka kwenye maji, zinaloana, unaoga. Asubuhi unafanya njiti 7, jioni unafanya njiti 7 kwa muda wa siku 7 au 14 au 21 kulingana na ukubwa wa tatizo. Udi huu unaondoa nuksi zote, mikosi yote, vifungo vyote, mabalaa kwa idhini ya Mungu. Udi huu unavuta bahati. Unapoutumia kuoga na kuchoma kwa ajili ya kujifukiza, unavuta bahati zile zilizoondoka, ziwe za kiuchumi, ziwe za kindoa, za mahusiano. Maana kuna watu bahati zimewatoka, mtu hataki amapproach mwanamke, ndio siku hiyo anayakoga matusi ya ajabu. Udi huu unakwenda kusaidia watu wenye hiyo shida. Udi huu unasaidia kulinda biashara yako. Kuna watu wana machuma ulete katika maeneo mbalimbali, unauza, wengine wakiweka ndani, na wengine sio tu chuma ulete, wanachukua fedha. Kuna watu wanapoteza vito vya thamani katika nyumba zao. Mtu aliweka udi, aliweka fedha, aliweka dhahabu, inapotea tu katika mazingira ya kutatanisha. Udi huu ukiwekwa kwenye nyumba unasaidia kuzuia kupotea vitu kwa hovyo hovyo kusikokuwa na sababu. Labda upoteze kweli kweli, lakini sio kuchukuliwa kwa njia mbaya. Udi huu unasaidia kutunza watoto wale wanaopiga kelele usiku, wakati wanalala, wanalia, wanapiga makelele. Udi huu ni tiba nzuri. Watu wenye jini mahaba, wale ambao mpaka magari kwa wanamume, mpaka magari yamekuwa Austini, gari ya kizamani haipigi starter mpaka isukumwe na handle. Udi huu unasaidia. Oga udi huu, oga udi huu, inshallah shetani wa mahaba atatoka na nguvu zako zitarudi vizuri biidhnillah. Udi huu unafungua vifungo vya aina zote zitokanazo na uchawi, mizimu mibaya, hasadi, majini wachafu. Ukiutumia udi huu kuchoma na kuoga, unafungua. Kuna watu wanafuga. Udi huu utakusaidia kuzuia vifo visivyokuwa na sababu. Kuna baadhi ya watu akifuga inatokea sotoka ilikotoka, yani kuku wote kwa heri, ng'ombe wote kwa heri, si wanyama gani kwa heri. Udi huu unautumia kwenye banda, unauloweka, unamwaga kwenye banda lako pale, protection kwa ajili ya wadudu wachafu wanaokwenda kuharibu hivyo. Lakini mimea kupanda, kuvuna, kuzuia chuma ulete katika biashara, katika uvunaji, udi huu pia unasaidia. Kwa hiyo udi huu unasaidia kada nyingi sana, siwezi kuzieleza zote, lakini mtumiaji ndio atatupa mrejesho amefaidika na nini. Naam. Kuna wale pengine wasanii ambao pia wamekuwa hawana mvuto, na kuna wale pia wanakuwa na mvuto. Unakuta mtu labda ananukia vizuri, pengine wanaotumia kupaka udi kama ambao, kama mfano kama Hasad Gad, ndo huu kuna wasaidia pia kwenye mvuto, kupendwa na watu mpaka wanakuwa nazimia. Kwa sasa siwezi kusema ndio, kwa sababu Hasad Gad ni bidhaa mpya. Bidhaa mpya, na sisi tumeshaifanyia uchunguzi na utafiti. Natamani watu wauchukue, wale ambao majina yao chini, hati zao ziko chini, watu hawana mvuto. Yani special watu ambao hawana mvuto. Yani unajisi kabisa mimi sina mvuto. Tumia Hasad Gad, utakuja kuniambia. Yani narudia tena, utakuja kuniambia. Sio story. Nataka watu wautumie siku 7, 14, 21. Alafu warudi ima kunitukana au kunisifu. Sio nyota hapa. Yani hapa sasa unakwenda kuifungua nyota. Yani udi kazi yake ni kuifungua na kuisafisha nyota. Kwa hiyo ukiutumia udi huu, nyota inarudi mahala pake. Naam. Ujaingia trend utaingia. Tuombe Mungu. Nataka watu watumie, alafu wawe na majibu ya uhakika. Unajua mimi nasema mtu anaweza kafikiria mimi nafanya biashara. Ningetaka nifanye biashara, ningeuza kwa gharama kubwa, kwa sababu unafanya vizuri. Nauza kwa gharama ndogo, nisaidie kada na makundi tofauti tofauti kwa kipato kidogo alichonacho. Kwa sababu udi huu, boksi moja iliyopo ndani ya udi huu, moja hii udi moja, upo ndani kuna boksi 12 hapa ukizitoa. Lakini udi huu, boksi hii moja tunaiuza kwa shilingi 10,000. Hii moja tunaiuza kwa shilingi 10,000. Ukija hapa ofisini kwetu, hii inauzwa kwa shilingi 10,000. Ukiununua nje ya ofisi, tutakupa maelekezo namna ya kuupata. Ndio maana muda wote tumekuwa tukitoa namba za simu ili watu wasije wakapigwa huko mtaani. Kuna watu wanatumia mitandao ya kijamii, wanaweka jina langu wakati mimi sijasema hizo namba si za kwangu, wanatuma pesa, wana watu hawapati bidhaa wanayotaka. Ukiutaka udi huu, nipigie mwenyewe kwa namba zangu 2 tu za simu, ya ofisi na ya kwangu. Ya kwanza ni 0710 400 200.
0710400200. Namba ya pili ni 0748800400, yani 0748800400. Kwa wale walio nje ya nchi wataondoa hii 07, hii sifuri ya kwanza watatoa, itaanza na alama ya kujumlisha 255, alafu utaanza ima 7100400 au alama ya kujumlisha 255748800. Utaupata udi huu. Kwa wale wa nje ya nchi na walio ndani ya nchi, piga tu namba hizo. Epuka kutuma pesa kama jina halitokei neno Sule, huyo kakudanganya, kakutapeli. Lakini daktari, umezungumza vizuri sana. Pengine kuna wale ambao wanaamini kwamba kwa mfano watu kama Wolper ambaye juzi tulizungumza wiki kadhaa nyuma kwamba ulimuhisi mambo mazuri pia, na juzi tulimuuliza pia kwenye maswali yetu ya interview, kwa akatuambia kwamba ni kweli mimi nilipewa paka jina la Kiislamu, lakini bado nipo kwenye dini yangu, lakini Uislamu naupenda sana. Tulipokuwa tukiuliza sana hili, akisema bado yupo kwenye dini yake anamaanisha Ukristo, yani bado yuko, yani yeye ni amerudi kwenye Ukristo, lakini Uislamu anaupenda, bado anaupenda, na jina paka alibadilisha, na akatuambia ni kweli. Haya, endelea sasa kuuliza unachotaka. Kwa nini watu kama hawa wamekuwa hawatulii sasa? Nini tatizo lilokuta? Kwa sababu anakuambia mimi hata watoto wake anatamani awalee katika maadili ya Kiislamu. Shida kubwa iko hapa. Watu wanafundishwa, wanaingizwa kwenye Uislamu bila ya kufundishwa Uislamu. Ili uwe mahiri katika kukaa kwenye jambo lolote na kulifanyia haki na kulitendea haki, kwanza unatakiwa ulijue. Watu wengi wanausikia Uislamu wakaingia Uislamu bila ya kufundishwa na kutambua ipasavyo Uislamu. Watu wengi wanaingia katika Uislamu kwa kuwatazama Waislamu wanavyoishi, hawautazami Uislamu unavyotaka. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaingia kwenye Uislamu kwa mihemko. Wako watu wanaingia kwenye Uislamu kwa sababu ya ndoa, wako watu wanaingia kwenye Uislamu kwa sababu ya uchumi, wako watu wanaingia kwenye Uislamu kwa sababu ya ushawishi wa maneno, lakini hawajajifunza na kuutambua Uislamu vizuri. Kwa hiyo wanajikuta muda mfupi imani zao hazijalelewa vizuri. Kwa kutokulelewa vizuri imani zao, wanafika mahala wanaona wanaweza wasiishi kwenye Uislamu wakarudi kwenye imani zao. Siku zote ukitaka mtu awe muumini wa imani husika ipasavyo, kwanza umlee katika imani hiyo kwa mafundisho sahihi na hayashibe. Sasa watu wengi hawajashiba mafundisho ya Uislamu. Sio tu wanaoingia kwenye Uislamu, hata baadhi ya Waislamu wengi hawaujui vizuri Uislamu. Ndio maana anaweza kukuta Muislamu aliyezaliwa kwenye Uislamu anatoka katika Uislamu anakwenda katika dini nyingine, kwa sababu haujui vizuri Uislamu. Lau angeujua vizuri Uislamu asingetoka katika Uislamu. Kwa jina naitwa Alhaji Dr. Sule, na leo niko hapa kwa jambo moja tu. Nimetumia fursa hii kuwaita ndugu zangu waandishi wa habari kwa lengo, nia na madhumuni makubwa ya kufanya utambulisho. Taasisi ya Islah Islamic Dua Center ambayo iko chini ya Islah Islamic Foundation, tumekuja na zawadi ya aina yake kwa ajili ya kumkomboa na kumsaidia mnyonge, mtu ambaye ana maisha ya chini, mwenye uwezo mdogo, lakini anasumbuliwa na maradhi ima ya kibiolojia au yasiyokuwa ya kibiolojia, au akawa anasumbuliwa na matatizo ya kiuchumi, au akawa anasumbuliwa na matatizo ya kimahusiano na ndoa na mfano wa vitu hivyo. Lakini chanzo cha matatizo haya kiwe moja kati ya vitu vinne. Iwe sababu kuwa na mizimu mibaya katika mwili wake au maisha yake, au sababu iwe kuwa na majini wachafu katika mwili wake au katika maisha yake. Jambo la tatu, awe na uchawi unaoathiri maisha yake katika mwili wake au katika maisha yake. Na jambo la nne, awe anasumbuliwa na hasadi. Watu wengi wanadhikikwa, wanasumbuliwa na vitu hivi, na yawezekana wewe mpenzi mtazamaji wangu ni miongoni mwa watu ambao umeshapoteza kazi, biashara zote umejaribu zimeshindikana, yawezekana afya mgogoro, umepambana kutibu hospitali, umekwenda kwenye maombi, umeshughulika na masala ya dua, umekwenda kwa waganga wa kienyeji, umekwenda kwenye kila aina ya chanzo cha kutatua changamoto,
lakini bado yale yanayokusumbua bado yako vile vile. Huenda una majini wachafu, umeshafanyiwa kila dua, majini hawataki kutoka. Huenda una mizimu mibaya, umeshafanyiwa kila tiba, lakini bado uchumi umegoma. Huenda umesumbuliwa na matatizo ya ndoa na mahusiano, familia nzima hakuna ambaye amesimama katika ndoa, hakuna ambaye amesimama katika mahusiano. Yawezekana haya yote ninayosema yanatokana na mizimu mibaya, yawezekana yanatokana na majini wachafu, yawezekana yanatokana na hasadi katika mwili wako, yawezekana yanatokana na uchawi katika mwili wako. Basi ikiwa ndiyo hivyo, tumekuletea zawadi. Ndiyo maana leo niko hapa na nitumie fursa hii kuzungumza na dunia. Leo ukienda kwenye TikTok, ukienda kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wameweka picha zangu na kisha wakafungua akaunti zao na wanawadanganya watu na kuchukua fedha zao, alafu hawapati bidhaa wanayoikusudia, lakini baya na kubwa zaidi wanawazimia mpaka simu. Naomba niwaambie wasikilizaji na watazamaji wangu, njia pekee ya kupata mawasiliano yangu mimi kwa bidhaa ambayo nakwenda kuitambulisha hivi sasa ni kutumia namba hizi mbili nitakazozitaja. Namba hizi mbili nitakazozitaja ndio zitumie kupata bidhaa ninayokwenda kuitambulisha kwa mara ya kwanza leo, na ndio utakuwa umewasiliana na Dr. Sule kwa uhakika. Namba ya kwanza ni 0710 400 200. Namba ya kwanza ni 0710 400 200. Kwa wale walio nje ya nchi utaanza na alama ya kujumlisha 255 710 400 200. Hii namba ya customer care. Ofisini kwangu ukipiga utapokelewa, na kama itakuwa bize utasubiri kidogo, utarudia kupiga mara moja mara mbili, namba hii utapata mawasiliano. Au utanipigia mwenyewe namba 0748 800 400. Narudia namba 748 0748 800 400. Kwa wale walio nje ya nchi utaanza na alama ya kujumlisha 255 748 800 400. Hii ni namba yangu, utawasiliana nami. Nimepokea simu nyingi jana kutoka Kongo. Kuna watu wamechukuliwa zaidi ya dola 600, wengine wamechukuliwa zaidi ya dola 400, wengine wamechukuliwa zaidi ya dola 100, wengine wako Kenya, wengine wako maeneo mbalimbali. Wahuni wako mtandaoni. Hatuna lugha ya kuwamaliza wote, japo tunafanya utaratibu kufuatilia kisheria na kuwakamata hawa kwa sababu wanakwenda kuwadanganya watu. Sasa baada ya maelezo haya, niseme ni zawadi gani na kwenda kuileta. Zawadi nayo kwenda kuileta ni hii hapa. Kwa wale ambao bado hawajapata kuiona, kuitambua, kuifahamu na kuitumia, wenzako sasa wanacheka meno 34 nje, meno 32 nje, na kama yako 38 pia wanayafurahia hayo meno yote kukaa nje. Huu ni udi. Hii ni dawa, lakini huu ni udi. Ni udi kama ulivyo udi mwingine, lakini udi huu una tofauti na udi uliouzoea. Udi huu huwezi kuupata duka lolote Tanzania, huwezi kuupata duka lolote Kenya, Uganda na nchi zote zinazotuzunguka. Mtu yeyote akikudanganya na udi huu kakudanganya. Ataenda akanunue udi mwingine, akafiatue mfano wa boksi hili Kariakoo, aweke kwenye package, aseme huu ndio udi wa Hasad Gadi. Lakini udi wa Hasad Gadi ni makubaliano baina ya kampuni iliyopo kunakochapishwa udi huu na Islamic Foundation. Tumefanya makubaliano. Kwa hiyo udi huu unapatikana Tanzania, Afrika, kutoka katika taasisi ya Islamic Dua Center peke yake. Udi huu ni udi unaitwa Hasad Gadi. Udi huu unaitwa Hasad Gadi. Ni udi wa aina yake na una matokeo chanya katika matumizi. Ningependa mpenzi mtazamaji wangu upate kuona udi huu ulivyo tofauti na udi zingine. Udi huu boksi yake ya ndani ni hii. Paketi yetu moja ina pisi kama hizi 12. Lakini ndani ya hii boksi hii yenye pisi 12
hii boksi yetu hapa, ukiifungua ndani hii boksi utakutana na hiki ninachokwenda kukuonesha. Ukifungua ndani udi huu utakutana na hiki kitu hapa. Huu ndio udi wenyewe, unakuwa na stika 60. Udi huu unakuwa na stika 60. Hizi hapa unaziona stika 60. 60 pieces sticks ziko hapa 60, ambazo udi huu unafanya kazi zifuatazo. Kwanza, kutibu maradhi ya mashaitani. Wewe ambaye unasumbuliwa na vijini vya hovyo hovyo, unacheketu, sijui kinyamkela, sijui jini mahaba, sijui makorokoro gani, udi huu unatibu kabisa biidhnillahi karim. Njia ya kufanya nitaielekeza mbele. Kwa wale ambao wana nuksi, mikosi, vifungo, giza, udi huu unatibu moja kwa moja. Njia ya kufanya nitaielekeza mbele. Wewe ambaye unasumbuliwa na biashara haziendi, kazi haisimami, mahusiano na ndoa hayakubali, una afya ya mgogoro, maradhi yasiyoeleweka yanayobadilika badilika, udi huu wa hasadi jadi nitaelekeza namna ya kuutumia na utamaliza tatizo lako kabisa. Wewe ambaye nyumbani kwako unasumbuliwa na makelele, nyumba hailaliki, usiku unasikia mchanga unamwagwa, watu wanatembea vishindo ndani, watoto wanaitwa kwa sauti, we mwenyewe unasikia sauti zinakuita, mara ukikaa unaona kama mtu yuko nyuma yako, mara ukilala unahisi kama mtu kalala kwenye kitanda na wewe, mara unasikia sauti za kwato au nyayo zinatembea katika nyumba yako. Hii ndiyo kiboko. Biidhnillah unakwenda kuondoa tatizo lolote linalohusiana na nyumba, yani nyumba zenye mashaitani. Hii inakwenda kuondoa. Huenda nyumba yenu nyinyi imekumbwa na migogoro isiyoeleweka, magomvi, watu kutokuelewana, nyumba mke na mume hamkai pamoja mkayajenga. Hii udi itakwenda kuleta mabadiliko kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Matumizi nitaelekeza. Lakini sio hilo tu, huenda wewe ukishika fedha hazikai, we kila unachojaribu fedha hazikai, ukiwa na huna pesa mipango mingi mizuri inakuja. Ukishika tu pesa matatizo yameandamana, pesa zinatumika bila ya kujua zimetumikaje. Udi huu wa hasadi jadi utakwenda kuleta matokeo na nitaelekeza unautumiaje. Huenda wewe katika maisha yako kila siku unapoishi kuna vikwazo vinakuzunguka katika maisha yako ya kila siku, maradhi, shida mbalimbali, kila kitu chako hakiendi vizuri. Ukijaribu kufuga mifugo inakufa, ukijaribu kulima unaferi, ukijaribu kufanya biashara unafirisika, ukishika pesa hazikai. Wallahi hasadi jadi ni moja kati ya tiba ya uhakika sana ikiwa utaitumia. Ama kwa ndani ya nyumba ina matumizi yake, na katika mwili ina matumizi yake. Matumizi ya mwili kwa hasadi jadi, unachukua hizi pisi 7, utahesabu pisi 7 kama hizi nilizonazo, utazivunja vunja, utazikatakata, alafu utazifikicha kwenye maji yenye ndoo yanayotosha kuoga. Utaziloweka kwa muda wa saa nzima, kisha utaoga. Na utafanya hivyo asubuhi tu. Ukiwa una uwezo wa kununua zaidi ya pisi moja, na ili ufanye vizuri zaidi, utaoga pisi 7 asubuhi na utaoga pisi 7 usiku. Manake stiki 7 asubuhi, stiki 7 usiku, utazifikicha, utazikuwa unazioga. Halafu utachukua huu udi mmoja, utautumia kuchoma na kujifukiza we mwenyewe usiku mmoja, na kuchoma na kujifukiza asubuhi mmoja. Udi huu utakupa matokeo ndani ya siku 7. Biidhnillahi ndoto mbaya zitafutika kabisa. Kwa hiyo wale ambao wanasumbuliwa na ndoto mbaya, mara unaota unapigana, mara unaota unatumbukia kwenye kisima, mara unaota uko na maiti, mara unaota ndoto mbaya za ovyo zinazoashiria mabaya, ukitumia udi huu utaziondosha ndoto hizo na kuondosha madhara yatakayosababishwa na ndoto hizo. Ikiwa una ndoto nzuri za mafanikio na kila siku unaota mazuri ya mafanikio lakini huyapati, unajaribu kwenda kwa waganga inashindikana, tumia udi huu. Utaoga kwa utaratibu huu niliousema, zile ndoto zako nzuri zote zitakuwa matukio halisi. Kama ni za uchumi utapata, kama ni za mahusiano na ndoa utapata, kama ni za mafanikio ndoto hizo utayapata mafanikio, ukiutumia udi huu vizuri kwa maelekezo niliyoyasema.
Lakini kubwa sana na la zaidi, udi huu ni TV. Udi huu ni TV. Huna haja ya kwenda kwa mganga kutafuta mchawi. Huna haja ya kwenda kwa mganga kutafuta nani amekuloga na shida yako ni nini. Utumie udi huu. Unafanya kazi moja tu. Udi mmoja, hii pisi moja niliyoishika, weka kwenye pilo yako wakati wa kulala. Weka upande wa mchagoni, weka kwenye mto wako wakati wa kulala. Ikifika usiku, chomeka mahala pako pa kulala kule chagoni kule kwenye pilo yako, kwenye mto wako, weka, alafu lala. Lala tu usingizi. Wala usiwe tia tu nia kwamba mimi nataka kuwaona maadui zangu. Sema katika nafsi yako au kwa vitendo kwamba mimi nataka kuwaona maadui zangu. Weka udi, alafu utaniambia ndoto utakazoota. Kuna watu wataletewa filamu. Manake nikisema matukio nitakuwa napunguza maneno. Filamu, yani utaletewa picha nzima ya maisha yako, maadui wanayochangia kuharibu maisha yako, walipokufikisha maadui zako, utayaona wazi wazi kupitia udi huu wa Hasad Jadi, kwa namna ambavyo udi huu umetengenezwa special kwa ajili ya kutatua changamoto za watu wanaosumbuliwa na matatizo ya kibiolojia na yasiyokuwa ya kibiolojia. Udi huu unapata Islamic Dua Center. Gharama ya udi huu kuupata, na naomba watu wasidanganywe, udi gharama yake boksi moja hii ni shilingi 50,000. Lakini hapa nimeamua kusaidiana na maskini wenzangu. Nimeamua kutoa faida kwa watu wenye uchumi mdogo, kuwasaidia watu ambao hawezi kumiliki hata hela ya kula yake, ni mtihani, anasumbuliwa na mashetani. Na kwa bahati mbaya sana, wachawi, majini wachafu, adui yao namba moja ni maskini. Wachawi wenye hasadi na majini wachafu na mizimu mibaya, adui wao namba moja maskini. Ndiyo maana leo ukifanya maombi, wanaoanguka wengi ni maskini. Leo ukiangalia nyumba zenye wachawi wengi nyingi maeneo yenye maskini. Leo ukiangalia watu wanaofanyiana hasadi wengi ni wale wanaoishi maisha ya kimaskini. Yani yule ambaye anaishi hajui atakula nini, mlo wake mmoja anaupata kwa shida, mavazi yake ya kunjunga na kuungaunga, anakula anachopata hali anachokitaka. Hawa ndio wanalogana kila kukicha. Ndiyo maana leo kwenye nyumba za uswahilini usiku utasikia nyau 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 nyau. Nyumba za uswahilini, huwezi kusikia nyumba za gorofani kwa matajiri wenye fedha mapaka yanapiga kelele. Kwa nini? Kwa sababu wachawi wengi wako uswahilini. Sasa hawa waswahili wenye uwezo mdogo, hawa ndio wanateseka, na hawa ndio tunataka tuwasaidie zaidi. Udi huu utapatikana kwa gharama ya shilingi 10,000 ya Kitanzania. Hii ni ofa maalum, 10,000 ya Kitanzania. Bei hii ni ofa maalum kwa wakati maalum, kwa muda maalum. Tutaiweka oda hii na ofa hii kwa muda mfupi, na tutakapoona tumetosha kutoa sadaka kwa maskini wenzetu, hapo tutaiondoa ofa hii na kurudisha udi huu kwenye gharama yake ambayo ni shilingi 50,000. Na kuna watu wengi wamenipigia simu waliopo maeneo mbalimbali wakiomba msaada wa kupata udi huu kwa gharama nafuu. Niseme nimekubaliana na maombi hayo. Watu wenye uwezo mdogo ambao pia wako mikoani, wako maeneo mbalimbali ya hapa Tanzania, nao tutawauzia udi huu kwa gharama ya chini ili kuwasaidia. Isipokuwa wale wanaoishi nje ya nchi ya Tanzania, utaratibu wa kupata udi huu kwa gharama ya ofa, sio hii 10,000, ofa ambayo imepungua kidogo, utawasiliana nami kwa namba za simu 0748800400. 0748800400. Hiyo namba yangu. Wale wanaoishi nje ya nchi hii, maelekezo ya kuupata udi huu utaupata kupitia mimi mwenyewe. Tafadhali tumia fursa hii kuupata udi huu ili ufanikiwe. Udi wa Hasad Jadi ni mkombozi kwa shida na matatizo ya kichawi, matatizo ya majini wachafu, matatizo yanayotokana na hasadi, na matatizo yanayotokana na mizimu mibaya. Niwashukuruni wa Tanzania na wananchi wenzangu na wa Afrika na dunia kwa ujumla. Zawadi imeletwa kwenu, njia ya kujitatua iko mikononi mwako. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.